Hapa ni jijini Arusha na nyuma yangu kama unavyoweza kuona ndo mnara wa saa na ni katikati ya bara la Afrika kwa mujibu wa jiografia iliyohalalishwa kabisa. Tutakwenda kuwa na matembezi kadhaa. Naitwa Leonard Mubali na mwenyeji wangu ambaye ni RTO ama kamanda wa usalama barabarani polisi mkoani Arusha. Kwa jina naitwa kamishna msaidizi wa polisi Zauda Mohamed ambaye ni mkuu wa usalama barabarani mkoani Arusha. Hali ya Arusha ikoje? Asante sana. Kama unavyojua jiji la Arusha ni jiji la kitalii. Naam. Na katika utalii kuna makundi yote ya barabarani. Wakati mwingine watalii wanatembea kwa miguu, lakini wanapanda hivi vyombo vya moto, pikipiki, bajaji. Kwa kweli hali ni tulivu, na ukizingatia tunaelekea katika msimu wa utalii ambao unaanza hivi karibuni. Na sisi jeshi la polisi kwa kushirikiana na wadau wengine tumejipanga vizuri kabisa kuhakikisha watumiaji wa barabara wanapita salama. Na kwa kuanzia tu katika kipindi hiki tumezidisha sana wigo wa utoaji wa elimu kwa makundi mbalimbali. Kwa watembea kwa miguu, tunafika katika shule zile za msingi, shule za sekondari kutoa elimu ya matumizi sahihi ya barabara, lakini pia tunafika katika vijiwe vya waendesha pikipiki, bajaji, tunakaa nao, tunawaelekeza nini cha kufanya, nini cha kuzingatia unapotumia barabara, unapotaka leseni, unatakiwa ufuate taratibu zipi. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya hivyo. Lakini pia kwenye makundi haya ya madereva tumewafikia kwa kushirikiana na wadau wa hizi shule za udereva. Tunawafikia, tuna vipindi katika madarasa yao, tunatoa elimu. Lengo kuu ni kupunguza ajali za barabarani, lakini madereva kupata uelewa wa sheria hizi za barabarani na hatimaye tuweze kufika salama. Tuanze na makundi, mfano wanaoendesha magari haya makubwa, udhibiti ukoje? Kwa upande wa magari haya makubwa, hasa magari yanayobeba abiria, tumekuwa tukidhibiti kwa kutumia mfumo maalum ule wa udhibiti wa ufuatiliaji mwenendo wa chombo, unaitwa Vehicle Tracking System. Tumekuwa tukitumia mfumo huu kubaini magari yote yanayoingia mkoani hapa, ambayo yamekwenda mwendo zaidi ya ule ulioelekezwa kwa mujibu wa sheria. Tumekuwa tukiwakamata madereva hawa na kuwachukulia hatua kwa mujibu wa sheria. Kwa kweli kwa kosa hili limekuwa kadri siku zinavyokwenda limekuwa likipungua, na wanapoingia katika maeneo haya wanajua kabisa tuko wakati wote tunafuatilia mwenendo wa vyombo hivi. Lakini kwa upande wa magari haya madogo ambayo yamekuwa yakizidisha mwendo, tumekuwa na vifaa vyetu vile speed radar. Tunaweza kuwabaini na kuwachukulia hatua. Lakini kikubwa tunachokifanya kuepusha hizi ajali za barabarani ni swala zima la elimu. Tumekuwa tukifika katika makundi mbalimbali na kutoa elimu kwa madereva wa magari haya kwamba madhara ya ajali, vyanzo vya ajali, ajali zinasababishwa na nini, na wamekuwa wakikiri kabisa sababu ya uzembe. Uzembe wa dereva mmoja unapelekea vifo vya watu wengi, unapelekea majeruhi ya watu wengi, vinapelekea uharibifu wa miundombinu. Kwa hiyo tumekuwa tukiwafundisha na kumekuwa na mwitikio chanya, na ukiangalia takwimu zinaonyesha kwamba ajali zimepungua. Lakini kikubwa zaidi pia kwa watumiaji wote wa barabara, tumekuwa tukisisitiza kwamba wajiwezeshe kuonekana kwa urahisi wanapotumia barabara. Ikiwa wewe ni mtembea kwa miguu, basi jiwezeshe kuonekana. Wakati unapovuka barabara, usivuke barabara katika maeneo yenye mikusanyiko, labda kwenye stendi. Sogea pembeni, sehemu ambapo imenyooka, basi ukavuka barabara sehemu ambapo watumiaji wengine wanaweza kukuona ili kuepusha ajali. Lakini pia kwa waendesha baiskeli, kumekuwa na ajali hizi za matukio ya waendesha baiskeli, hasa wakati wa uonekano hafifu, wakati wa usiku, wakati wa alfajiri, basi wamekuwa hawaonekani. Kwa tumekuwa tukipita tukiwaelimisha kupitia mashule wapi kwamba unapoendesha chombo hiki cha moto, hasa baiskeli, kwanza baiskeli yako inatakiwa ionekane. Kwa hiyo waweke reflector, lakini pia wao wavae reflector waweze kuonekana. Utakuta mwendesha baiskeli haonekani, amevaa nguo nyeusi, baiskeli haina reflector, yuko highway, sehemu ambapo gari limeruhusiwa kwenda zaidi ya mwendo kilomita 50 kwa saa.
kwa hiyo au anakatisha barabara haonekani, basi anagongwa. Afande Zauda, kuna hii ya kubadilishana madereva. Unakuta dereva ameng'ang'ana tu ili salio lote achukue yeye. Nalo mmekuwa mkifuatilia kwa namna gani? Mtu anatoka labda hapa tuchukulia anakwenda mikoa ya mbali ama Mbeya ama anakwenda Tunduma huko. Hili nalo tumekuwa tukishirikiana na mikoa ile, kwa mfano wanaotoka labda Kagera kule wanaokuja hapa. Kwa hiyo tunashirikiana na wenzetu wa mkoa ule, dereva aliyotoka kule, na tunajua dereva anayetakiwa kufika hapa ni dereva mwingine. Na uzuri wa mkoa huu ni magari yanaanzia hapa. Kwa hiyo tuna vitabu tunasaini, na kwenye checkpoint ya kila baada ya masaa 7 kule askari wa kule wanakagua kuhakikisha kwamba madereva wanapokezana. Na hili nalo nitoe wito sana, hasa kwa madereva hawa wa vyombo vidogo, magari binafsi. Ajali nyingi zinahusisha magari binafsi, na chanzo kikubwa cha ajali hizi ni uchovu. Mtu anaendesha mwendo mrefu, anachoka. Kwa hiyo dereva anapojua kwamba anaenda mwendo mrefu, kwanza anatakiwa apange ratiba yake ya safari mapema na ajue atapumzika wapi. Naendesha masaa 4, pumzika, unaendesha tena. Lakini ukikomaa, umetoka muda mbaya, unakomaa, unaendesha, unachoka, mwisho usingizi unakupitia, unatoka unagonga mti au unatoka nje ya barabara unapinduka. Kwa hiyo kikubwa ni kuhakikisha afya yako na uwezo wako. Unapochoka basi tafuta sehemu salama, paki, pumzika, basi baada ya muda uendelee na safari. Unajua kumekuwa na mbwembwe, mtu anatamba hapa, nipo kwenye zebra, nigonge uone. Sheria nasemaje? Mfano tukianzia hapo zebra, mtembea kwa miguu ana haki ya kutumia barabara, basi pale kwenye kivuko ana haki ya kusimama na ana haki ya kuvuka, lakini atavuka tu kama ni salama. Kwa hiyo madereva wa magari na yani vyombo vyote vya moto na visivyo vya moto wanatakiwa wanapokaribia sehemu za vivuko, sehemu ambapo kuna vivuko hivi vya watembea kwa miguu, basi wanatakiwa wapunguze mwendo, na kama kuna mtu anataka kuvuka au watu wanataka kuvuka, basi wawaruhusu waweze kuvuka. Kama nilivyosema, wote wana haki sawa. Lakini nitoe angalizo zaidi katika kundi hili la watoto. Kuna sehemu nyingine ambazo hamna vivuko barabara zetu hizi, lakini tumekuwa tukielekeza mara kwa mara watembea kwa miguu, hasa watoto, na hili nalisisitiza kwa wazazi. Wana wajibu mkubwa wa kuhakikisha kuwaelekeza watoto wao sehemu salama za kuvuka, sehemu ambapo kumenyooka, sehemu ambapo anaweza kuona pande zote vizuri, na avuke moja kwa moja, wala asicheze barabarani. Na nitoe wito kwa jamii. Kuna hili kundi maalum hapa, tunazungumzia watoto, kuna walemavu, kuna wazee. Hili ni kundi maalum. Kwa kweli wanapotumia barabara, tuna wajibu mkubwa wa kuwasaidia kutumia barabara vizuri kwa usalama, hasa wanapotaka kuvuka, wanapotembea. Basi sisi jamii tuna wajibu wa kuwaelekeza. Unapoona mtu anahangaika, mlemavu anataka kuvuka, kuna walemavu wasioona anataka kuvuka, basi tujitahidi kuwasaidia ili na wao waweze kupita salama. Namna hiyo, mtazamaji wa TriGen Media, tupo mkoani Arusha. Yote hiyo ni kujaribu kukuelimisha kwamba wewe uzingatie sheria, maana familia inakusubiri. Ukiaga asubuhi wanataka urudi salama, wewe mtembea kwa miguu, wewe unaendesha chombo cha moto, kila mmoja anategemewa arejee nyumbani. Naam, sasa tuje kuangalia kwa kumalizia kwa huku Arusha, kwa baadhi ya, japokuwa idadi ya ajali naona zimekuwa zikipungua kadri tunavyoenda, tunamshukuru Mungu. Ni mambo gani yanajirudia sana? Mambo yanayojirudia sana sana ni kwa hao wenzetu waendesha pikipiki. Waendesha pikipiki, makosa yao yamekuwa yakijirudia hasa katika makutano ya barabara, hasa kwenye kutozingatia zile ishara za taa. Kwa hiyo wazingatii taa za barabarani. Tumekuwa na sisi tuna mbinu mbalimbali za kuweza kuwakamata, kushirikiana na uongozi wa vijiwe vyao, na tumekuwa tukiwaelimisha madhara ya kupita taa nyekundu, kwa sababu inapelekea kutokea kwa ajali na kupoteza maisha yao. Kwa hiyo ni makosa makubwa. Makosa mengine ni hayo ya kuovertake katika maeneo hatarishi, japo tumeweka mkakati katika maeneo hayo kuweza kudhibiti ajali zisitokee. Lakini makosa mengine ni hayo ya mwendo kasi. Kwa sisi tuko barabarani, tuna vifaa maalumu vya kufuatilia hasa haya magari madogo. Kwa mabasi nimesema tunadhibiti kwa kutumia mfumo wetu maalum ule
kwa kushirikiana na wenzetu wa LATRA, lakini pia tuna spidi zile kamera, spidi rada, kuweza kuwabaini wale wote wanaoenda mwendo kasi na kuweza kuwachukulia hatua. Na hatua tunazochukua sana sana ni kuwafungia leseni, kuwafikisha mahakamani, kuwaandikia fine, lakini pia inategemea na kosa, kuonya. Tumekuwa na mwenyeji wangu kamanda wa kikosi cha usalama barabarani mkoani Arusha. Naitwa Leonard Mubali. Wakati mwingine tukutane katika mkoa mwingine na kampeni yetu ya usalama barabarani.